Na moja nauliza, sijui Kiarabu lakini naweza kusoma tafsiri. Je, naweza kupata thawabu sawa na mwenye anasoma Qur'an Kiarabu? Mtu anasoma tafsiri tu alafu hawezi kuwa sawa, hawezi kuwa sawa kabisa. Na lau atafanywa awe sawa, ina maana basi hatosoma tena Qur'an. Na lengo la kusoma Qur'ani si lazima kwamba ati wewe usome kwa herufi. Waweza hata ukaisoma ile Qur'ani kwa kuhifadhishwa. Mathalan, kuna watu hawajui hata herufi za Qur'ani zikoje, herufi za Kiarabu, lakini amehifadhi suratu Yasin. Akisoma yeye atapata thawabu sawa sawa na yule pengine alisoma zile herufi na akahifadhi. Yeye amehifadhishwa tu kwa kusikiliza redio ama shekhe, lakini kusoma tafsiri hapati thawabu sawa na yule ambaye anasoma Qur'ani. Hapati thawabu sawa kabisa. Anayesoma Qur'ani kwa kugumaguma ana thawabu zake. Anayesoma Qur'ani yani bila kugumaguma akasoma ana thawabu zake. Lakini anayesoma Qur'ani kwa tafsiri hawezi kupata thawabu sawia na hawa wanayosoma ile Qur'ani yenyewe. Wanaosoma Qur'ani yenyewe thawabu zao zinakuwa kubwa, kwa sababu kila herufi moja katika Qur'ani ina thawabu 10. Tafahamiana? Hiyo ndio hisabu iliyokuja kutoka kwa Mtume. Kisha akasema Mtume, wala aqul alif lam mim harfun, wala sisemi alif lam mim ni herufi moja, bali nasema alifun harfun wal lam harfun wal mim harfun. Kwa hivyo katika herufi tatu tulizotaja alif lam mim, kila herufi moja ina thawabu ngapi? Ina thawabu 10. Herufi tatu hizo ina thawabu 30. Hasa wewe ukitafsiri kwa lugha ya Kiswahili ukisema kwa jina la Mwenyezi Mungu, hapo sijui tutahesabu vipi hizo thawabu. Na Qur'ani wajua ishafanywa taadidati, yani shaekwa kwenye mahesabu yake. Ukihifadhi aya hii, ukisoma aya hii, hapo utapata thawabu ngapi? Kwa hivyo mwenye kusoma tafsiri ya lugha ya Kiswahili ama lugha ya Kiarabu atapata thawabu, kwa sababu alifanya jambo la kheri, na idadi ya thawabu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ndio ajua. Lakini hawezi kuwa sawa na mtu aliyesoma Qur'ani yenyewe, matini yenyewe ya Qur'ani. Akisoma Qur'ani yani imeandikwa na nimekuelewa, imeandikwa na zile Roman na naam, yeye atapata thawabu kulingana na ile tamshi atakapokuwa analitamka. Manake linahesabiwa kulingana na ile tamshi. Nasema alhamdulillah, yule aliyesoma Kiarabu atasema hivyo hivyo, na yule aliyesoma kwa namba za Kizungu si atasoma hivyo hivyo alhamdulillah. Tofauti itakuwa labda accent tu, lakini wote watakuwa wako sambamba. Wallahu a'lam. Hii ni An-Nisaa TV.